Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Wazo kuu linalotuongoza leo ni kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Wakristo duniani kote tunasherehekea au tunakumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Hii ni sikukuu kubwa katika kanisa. Ni sikukuu inayotukumbusha au inayotuonyesha pendo la Mungu kwetu. Yaani kukubaliwa, kuzaliwa katika tumbo la mwanamke bikira ili aishi na huyu mwanadamu huko duniani. Mwanadamu huyu mwenye dhambi, Yesu alikubali kuzaliwa huko ili aishi na sisi. Nini kilifanya Yesu azaliwe? Nini kilifanya Yesu azaliwe huko duniani? Nini kilifanya Yesu azaliwe huko duniani? Moja, Mathayo ile 1:21. Mathayo 1:21 anasema maneno haya. Mathayo 1:21 anasema maneno haya. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichofanya Yesu azaliwe huko duniani ni dhambi zetu. Huyu ni Mwokozi wa ulimwengu. Anakuja kutuokoa sisi na dhambi zetu. Ananiokoa mimi, anakuokoa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndicho kilichofanya Yesu azaliwe huko duniani. Kumbuka mwanadamu alipoumbwa hakuumbwa na dhambi. Mungu hakuumba kitu kinachoitwa dhambi. Dhambi iliingia ulimwenguni kwenye sura ya 3 kitabu kile cha Mwanzo. Na dhambi ilipoingia ulimwenguni ikamtenga mwanadamu huyu na uso wa Mungu. Lakini kwa sababu ya upendo wake Mungu akaamua azaliwe katika mwili huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hapa kuna mambo mawili kwenye mstari wa 16 sura ya 3 Yohana. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kwanza anasema tusipotee. Bwana asifiwe. Yesu alikuja ili tusipotee. Tusipotee wapi? Tusipotee katika dhambi. Sasa pamoja na Yesu kuja yaani kuzaliwa, bado kuna watu wamepotea katika dhambi. Dhambi ni sehemu yao ya maisha na wanaishi nayo, na wameikumbatia, na wanaifurahia. Ni kitu cha kawaida. Sasa mtu anaishi katika dhambi maana yake amepotea. Yuko katika msitu wa dhambi na mwenyewe hajui kama yuko kwenye msitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha pili anazungumza tuwe na uzima wa milele. Tuwe na uzima wa milele. Hii ni sababu nyingine ambayo ilimfanya Yesu aje huko. Kwa sababu Mungu alipomuumba mtu mwanadamu hakuumba kifo. Kasome kwenye Biblia yako vizuri. Alitamka hakika utakufa baada ya mwanadamu kukosea. Ndio Mungu akatamka hakika utakufa. Lakini sura ya mwanzo kitabu cha Mwanzo inazungumza uumbaji. Sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo inazungumza uumbaji katika mwili. Mwanzo sura ya kwanza inazungumza uumbaji katika roho. Sura ya pili vile vitu vinaumbwa katika mwili vinaanza kuonekana, ndipo unapoona mtu. Kwa hiyo Mungu alipoumba mtu aliumba na umilele ndani yake. Hakuumba mwanadamu kufa. Kasome vizuri Biblia yako bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema tuwe na uzima wa milele. Maana yake tunatakiwa tuishi milele. Bwana asifiwe. Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Hapendi. Hapendi kabisa apotee. Bwana asifiwe. Sasa shetani ndiye anayewapoteza watu wengi sana. Anawapoteza. Na wenyewe hawajui kama wamepotea, lakini wamepotea. Bwana asifiwe. Sasa muulize jirani yako, umepotea au upo? Anaweza akakwambia yupo, lakini kapotea miaka mingi sana. Mingi sana kapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa kama Yesu amezaliwa, shetani anatakiwa apate nafasi ya kutupoteza. Hatakiwi kabisa. Kwa sababu tunaye Yesu, Mwokozi wa ulimwengu. Yeye aliyekubali kuacha enzi na mamlaka. Akaja huko akazaliwa katika tumbo la mwanamke. Alafu akaitwa Emmanuel, maana yake ni Mungu pamoja nasi. Ni Mungu ambaye tunatakiwa tutembee naye, ni Mungu ambaye tunatakiwa tule naye, ni Mungu ambaye tunatakiwa tukae naye. Yaani isikusumbue. Kuna watu wengine wanapinga kwamba Yesu sio Mungu, isikusumbue. Kila mtu na imani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie hapa mambo machache
Tutakuwa na mambo mawili. Tuangalie mambo mawili. Jambo la kwanza, tamani huyu Yesu azaliwe moyoni mwako. Jambo la kwanza, tamani huyu Yesu azaliwe moyoni mwako. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alishazaliwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Tunachokifanya sasa ni ukumbusho tu. Lakini Yesu alishazaliwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Yaani leo tunachofanya tunakumbuka kuzaliwa kwake kwa ajabu. Ndio tunavyokumbuka. Amezaliwa katika hori la ng'ombe, mahali ambapo duni kabisa mwanadamu wa kawaida hawezi kukaa, lakini Yesu alizaliwa hapo. Tunaenda pamoja wote wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alishazaliwa, ndivyo Biblia inavyotuambia, na inasema kwamba alikufa alafu akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na sehemu nyingine nasema tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa kinachotakiwa kwa sisi kama Wakristo, huyu Yesu anatakiwa azaliwe ndani. Hakuna kitu kizuri kama Yesu akizaliwa ndani yako. Yesu akizaliwa ndani analeta mabadiliko. Yesu akizaliwa ndani anakupa nguvu ya Mungu. Yesu akizaliwa ndani anatembea na wewe. Yesu akizaliwa ndani yako, ndani ya moyo wako Yesu azaliwe. Yeye mwenyewe anakulinda na kukupigania. Haijalishi kuna maadui watainuka kwa kiwango kikubwa kiasi gani, bado Yesu atakupigania katika mazingira magumu. Iwe ni katika ugonjwa, iwe ni katika vita, iwe ni katika kukataliwa, kwa sababu dunia inaweza kukukataa, lakini Yesu asikukataa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kizuri ninachotaka nikwambie kama Yesu akizaliwa ndani yako. Na ndio maana nimekwambia hivi, tamani Yesu azaliwe ndani. Yesu akizaliwa tunakuwa na mabadiliko makubwa kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe jiulize tu mwenyewe. Hii ni Christmas ya ngapi kwako? Kuna watu wako hapa ni Christmas ya 60, lakini mpaka leo Yesu hajazaliwa ndani yake. Kuna watu wako hapa ni Christmas ya 50, lakini mpaka leo Yesu hajazaliwa ndani yake. Kuna watu wako hapa ni Christmas ya 40, lakini mpaka leo Yesu hajazaliwa ndani. Jiulize tu mwenyewe, uko kanisani miaka yote, Yesu hajazaliwa ndani yako? Hili swali la msingi sana kujiuliza ndani ya moyo wako. Yesu hajazaliwa ndani yako. Na kama hajazaliwa Yesu, hauwezi kuwa na mabadiliko. Kama ni usengenyeji utaendelea nao, ukorofi utaendelea nao, hila zitaendelea, ushirikina utaendelea, uharibifu utaendelea, kwa sababu uko ndani. Hakuna kinachokupa hofu ndani ya moyo wako. Hakuna kabisa. Unaweza ukawa na hofu ya kibinadamu, unaweza ukawa na hofu ya pesa, unaweza ukawa na hofu ya kila kitu, lakini hofu ya Mungu haipo ndani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hajazaliwa ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tamani sana huyu Yesu azaliwe huko ndani. Yesu akizaliwa ndani ya moyo wako, kunakuwa na mabadiliko makubwa sana kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Yesu akizaliwa ndani ya mioyo yetu, au mioyo mwetu akizaliwa, kuna vitu vinatokea. Cha kwanza kinachotokea ni mfadhaiko. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza kinachotokea ni mfadhaiko. Mfadhaiko ni kama hali ambayo inawakuta watu wengi ya kutokujiamini na kuona kama amepoteza kila kitu. Bwana asifiwe. Yesu akizaliwa ndani, kinachotokea ni mfadhaiko. Angalia Mathayo 2 sura ile, Mathayo sura ya 2 ule mstari wa 2 na 3. Anasema hivi. Kwa tuanze kwa kwanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herodi, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, sasa tumekuja kumsujudia. Je, unaofuata? Basi mfalme Herodi aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana asifiwe. Yesu alipozaliwa, Biblia inasema hivi, mfalme Herodi aliposikia kwamba Yesu amezaliwa, hakumwona, alisikia Yesu amezaliwa. Biblia inasema alifadhaika, na Yerusalemu pia. Yerusalemu ni mji unazungumza, na kama mji maana yake kulikuwa na watu. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa, watu waliokaa wanaokaa kwenye ule mji walifadhaika, na mfalme Herodi ambaye alikuwa anatawala taifa la Israeli alifadhaika. Kwa nini alifadhaika? Alifadhaika kwa sababu Herodi, shida iliyokuwa ile mpaka alikuwa anajua kwamba anapoteza nafasi yake ya kifalme, lakini Yesu akawa mfalme wa mwili kama yeye alivyo. Yesu ufalme wake ulikuwa unaanza rohoni kwanza. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu
asifiwe sana. Sasa mambo haya yanafanyika mpaka leo huko duniani. Watu wanapomfungulia mlango Yesu, alafu Yesu anapozaliwa, jamii inayowazunguka wanapata mafadhaiko. Kwa nini? Kwa sababu wanaona ameingia, kuna kitu kipya kimeingia ndani yake. Na mji anaokaa, ule mji pia unapata shida. Kwa nini? Kwa sababu wanaona ameingia mfalme mwingine huko ndani. Yule mfalme ameingia na shetani anajua kwamba Yesu ni mfalme mwenye nguvu kuliko mfalme mwingine yoyote. Na ndio maana Herode unaona alipata shida. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amezaliwa. Kwa hiyo alipozaliwa Yesu alikuwa anajua anapoteza nafasi yake. Kwa hiyo akatuma mamajusi waende ili kuja kumuua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikwambie mtu Mungu, Yesu akizaliwa ndani yako, hazaliwi tu. Akizaliwa anakupa nafasi ya kuwa mwana wa kifalme. Ukiwa mfalme mahali ulipo, iwe ni kwenye biashara, lazima kuna watu wafadhaika, kwa sababu kuna watu wengine wanafanya biashara zao wanatumia nguvu za giza. Na ndio maana nimekwambia tamani Yesu azaliwe moyoni mwako. Maana yake kwenye biashara nenda na Yesu, kazini nenda na Yesu, kwenye ndoa nenda na Yesu, mahali popote unapoenda nenda na Yesu wako. Nenda na Yesu wako. Ukifika tu watajua kwamba kuna kitu ndani kimezaliwa. Wanaanza kuona tofauti. Hawaoni giza tena, wanaona nuru. Hawaoni tena magonjwa, wanaona uzima. Hawaoni mauti tena, wanaona uzima. Hawaoni kifo tena, wanaona uhai ndani yako. Na ndio maana nakutamanisha, tamani Yesu azaliwe. Leo ni siku ya Christmas. Tamani Yesu azaliwe moyoni mwako, unaweza kwenda naye mahali popote. Amina. Mimi nisikia nachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napata tabu, watu wanaishi na hofu. Watu wanakuwa na hofu na wachawi, wanakuwa na hofu na waganga wa kienyeji, wana hofu na shetani, wakati Yesu yupo. Kubali Yesu azaliwe. Yesu akizaliwa hautategemea tena mganga wa kienyeji, utamtegemea Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anakaa ndani, anaanza kusema na wewe, anakuongoza, anakufundisha, anakupitisha hatua zote. Hata kama dunia imekukataa, anakushika mkono, anakuambia twende huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tamani huyu Yesu azaliwe moyoni mwako. Inawezekana umekaa kanisani miaka mingi, umekaa mpaka unafanana na kanisa, lakini Yesu hana nafasi. Na ndio maana tukikuuliza unasema kanisa letu. Ni kweli kabisa. Kanisa la, kwa sababu wewe unaangalia Jericho. Mimi nisikia anachokwambia mtu wa Mungu. Lakini Yesu hajazaliwa. Yesu hajazaliwa. Yesu angezaliwa ndani ya watu, makanisani kusingekuwa na vurugu wala na shida. Usijisenge. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe cheki tu Yesu alipozaliwa. Biblia inazungumza Yerusalemu ikafanya nini? Ikafadhaika. Na Herode pia akafadhaika. Nenda mahali popote mtu aliyembeba Yesu, ukifika wenye mji ule wananyang'anya kilichoingia kingi. Bwana asifiwe. Amen. Twende cha pili. Cha pili kinachotokea, unapewa uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akishazaliwa moyoni mwako, unanisikia mtu wangu, unapewa uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuende kwenye kitabu kile cha nabii Isaya. Kitabu kile cha nabii Isaya sura ile ya 9, sura ya 9 na mstari ule wa 6 anasema maneno haya. Mstari wa 6 anasema maneno haya. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Alafu anazungumza na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Kwa hiyo Yesu akizaliwa kwako, hazaliwi tu hivi hivi. Anakupa na uwezo wa kifalme. Unajua nilikwambia Jumapili, maana ya uweza ni nguvu ya Mungu inaweza kukaa ndani ya watu, ikawafanya watu kuweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Umenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu akija, anakuja na uwezo wake wa kifalme. Anauweka na wewe mabegani mwako. Ngoja nitakwambia maana yake. Angalia hapa anachosema Isaya. Isaya anataja vitu vingi hapa. Cha kwanza anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Unaona? Anazungumza kwa ajili yetu. Kwa hiyo Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Alizaliwa kwa ajili yako, alizaliwa kwa ajili yako. Kama alizaliwa kwa ajili yetu na yuko duniani, maana yake mimi nataka nimpe nafasi azaliwe wapi? Ndani ya moyo wako.
Sasa ndani ya watu kumezaliwa vitu vingi sana. Huko ndani kumezaliwa vurugu, huko ndani kumezaliwa matusi, huko ndani kumezaliwa hila, huko ndani kumezaliwa uzinzi, huko ndani kumezaliwa uasherati, huko ndani kumezaliwa ushirikina. Ndio watu wanaotegemea na wanatembea nao. Ndio kilichozaliwa huko ndani. Yesu hayupo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Yaani amezaliwa kwa ajili yako, amezaliwa kwa ajili yako. Maana yake ni wewe kumpa nafasi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu cha pili anasema tumepewa mtoto mwanamume. Kuna tofauti ya kuzaliwa na kupewa. Kumbe akizaliwa alafu unapewa, anakuwa wako. Labda wewe wako ni nani? Na ndio maana Wakristo wengi sana wanayumba. Kwa sababu Yesu sio wako, hasemi. Unajua mtu ambaye sio wako hawezi kusema. Mimi si anachokwambia. Wanayumba. Sasa hivi kuna huko kwenye mitandao kunaendea watu wanaponda wanasema Yesu sio Mungu. Haini sumbui. Wewe sema Yesu sio Mungu, mimi naamini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nimekutana naye. Nimeona akitenda, nimeona akifufua, nimeona akiponya. Dini nyingine zote hazina uwezo wa kufufua wala kuponya. Ni Yesu pekee yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumepewa mtoto mwanamume, ni wa kwetu. Tumepewa, anatakiwa kaa uko ndani. Cha tatu anasema na uweza wa kifalme utakuwa begani mwako. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwako. Nisikilize, uweza utakuwa begani mwako. Unajua maana yake? Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikuja, alizaliwa ili atupatanishe na Mungu. Anatusamehe dhambi zetu. Dhambi ni mzigo mzito kuliko unaofikiria. Ni mzigo kuliko mzigo wote duniani. Yesu alibeba dhambi kwenye mabega yake, akazipeleka wapi? Akazipeleka msalabani. Ndio maana nabii Isaya anaona kuzaliwa kwake kutakuwa ni kwa ajabu. Anaona na uwezo wa kifalme utakuwa wapi? Mabegani mwake. Kwa hiyo uwezo ule wa kifalme anakuja nao, anakupa wewe ili uweze kupita hata kwenye mazingira magumu. Hata kama kuna mizigo mizito wanakuletea kwenye maisha yako, mizigo ya kiroho, bado unaweza kupambana nayo. Kwa nini? Kwa sababu umebeba uwezo wa kifalme. Bwana asifiwe. Amen. Sijajua umebeba uwezo gani wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naomba na mtu mmoja siku moja. Tulipokuwa tunaomba kwenye mabega yake kukawa na mnyama simba amekaa kwenye mabega. Nilimuuliza, kwa nini umekaa kwenye mabega? Akaniambia kwamba yeye ni mfalme, mfalme anakaa kwenye mabega. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, nenda kwenye maisha ya kawaida, mzigo mzito unabebwa. Ushaikuwa unabeba kichwa? Ukibeba kichwa mishindo itavunjika. Hata Yesu msalaba akubeba kichwani. Kaangalia historia yake uone. Alibeba mabegani mwake. Ndio maana nabii Isaya alisema na uwezo wa kifalme utakuwa wapi? Mabegani mwake. Wanaompokea Yesu wanapewa na uwezo wa kifalme. Wanaweza wakapambana hata kama kuna vita vikubwa, wana uwezo wa kushinda. Hata kama wanainuka watu wanaowakataa, wana uwezo wa kushinda. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa kifalme uko mabegani mwake. Mimi nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha nne kinachotokea anasema hivi, ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Angalia anachosema, Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Ushauri wake hauwezi kupata mahali popote duniani. Shauri nyingine zote zinaweza zikakupoteza. Ushauri wa Yesu pekee yake ndio uweze kukupoteza. Unanisikia mtu wa Mungu anachokwambia? Tunarudi wapi? Tunarudi kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo atakupa ushauri wa kulisi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka ushauri na wanadamu? Hujawahi ona mwanadamu anakuja kushauri anakuambia unajua wewe ni mzuri sana, kuna kijana pale ende sana nini inanisaidia nini mimi? Watu wengi wamepotezwa kwa sababu wamepewa ushauri na wanadamu. Hawajawahi kupewa ushauri na Mungu wao. Hawajawahi kupewa ushauri na Yesu, wamepotezwa. Wako makanisani wamesherehekea sikukuu zaidi ya 100 lakini wamepotezwa. Kwa nini? Kwa sababu walipewa ushauri ulioondoa kwenye makusudi ya Mungu. Ndio maana napata tabu sana eti mtu akisemwa kanisani anasusa kusali. Unasali kwa sababu ya mchungaji aliyesema. Ukiona mtu anamna hiyo hana Yesu. Mtu mwenye Yesu atamshauri, atamwambia kaa hapo hapo, kaa hapo hapo, kaa hapo hapo. Ukiona mtu anahama kanisa hana Yesu, hata kama amesemwa kiasi gani, uweze ukaniambia niame kanisa eti kwa sababu mmesema semeni
mazingira magumu ya kukataliwa, yale ni mazingira ya kupigwa, yale ni mazingira ya kukosa fedha, yale ni mazingira ya kukaa na njia, nitasimama naye kwa sababu alizaliwa nikamuona na nikamfungulia mlango akazaliwa ndani ya moyo wangu. Ndio maana anaweza kusimama naye mahali popote. Anaitwa mshauri wa ajabu. Nene isikia anachokwambia mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile miaka tulipookoka, alafu tulikuwa tunaombea watu. Unaombea watu waliovunjika miguu, wanapona. Waliovunjika shingo wanapona. Wakaja watu wale ambao wanasema kwamba nyinyi zebu lenu waliokoka. Wakaja na ushauri wakasema huko Anglikana hutaweza kukaa, njoo huko. Nikamwambia Mungu hajaniambia. Nikamwambia Mungu hajaniambia nitakaa hapa mpaka kieleweke. Kama Waanglikana wajamjua Yesu wanatakiwa wamjue Yesu. Kama hawajaokoka wanatakiwa waokoke sasa. Ili wawe na uhakika wa kwenda mbinguni. Sio mtu aniambie ni hame eti kwa sababu Anglikana hakuna Yesu. No, nimekutana na Yesu Anglikana, nitabaki hapo Anglikana, nitafia hapo Anglikana na mbinguni nitaenda. Hatuendi mbinguni kwa sababu ya madhehebu mazuri tuliyokuwa nayo. Tunaenda mbinguni kwa sababu tuna mahusiano na Yesu Kristo peke yake. Tunakwambia kwamba zebu alikupeleka mbinguni. Kuna zebu linampeleka mbinguni. Kwanza cha ajabu hata Yesu mwenyewe madhehebu hayajui. Yesu anajua kuna watu wanaoitwa Wakristo huko duniani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Halafu anasema hivi, ni mshauri wa ajabu. Halafu anasema Mungu mwenye nguvu. Maana yake hakuna Mungu mwingine mwenye nguvu zaidi ya huyu. Hakuna. Anaitwa mshauri wa ajabu. Halafu Mungu mwenye nguvu. Maana yake miungu mingine yote nguvu zao zikifika kwa Yesu ni breki. Na ndio maana ziko dini zinapambana kumpokosha Yesu. Zinasema kwamba Yesu sio Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua nguvu zake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha nne kinachotokea, angalia anachosema, anaitwa hivi, Baba wa milele, mfalme wa amani. Unataka amani upewe na mchungaji? Anaweza kukupotosha kwa yeye. Kwani si binadamu? Wewe unafikiri mchungaji ana mingi kukupeleka? Na ukikutana na mchungaji akwambia habari za Yesu, una hatari kubwa kuliko unavyofikiria. Amenisikia anachokwambia mtu wa Mungu anachokwambia. Biblia inasema hivi, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maana yake baba wake hauna mwisho. Maana yake mababa wote tutakufa, yeye anabaki baba wa milele. Alafu anaitwa mfalme wa amani. Kumbe akizaliwa huko ndani anakupa na amani. Unanisikia? Haijalishi umekukata, haijalishi umekukimbia, haijalishi umekutenga, haijalishi hauolewi, haijalishi hauowi, haijalishi upate watoto, mfalme wa amani. Unajua kwa mfalme wa amani anaendelea kusema ndani kwamba tulia, bado muda kidogo utapata mtoto wako. Tulia, bado kidogo utapata mume wako. Tulia, bado kidogo utapata nyumba yako. Tulia, bado kidogo biashara yako itakuwa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sasa watu wamekata tamaa. Wamechoka kabisa na maisha yake. Amechimba hajapata, miaka 3 anasema nimechimba sana. Miaka 3 hajapata, amefika mahali anakata tamaa, mpaka anatamani kujinyonga. Hauhitaji kujinyonga. Na mimi nakuombea usife mapema ili mfalme wa amani aingie akupe amani. Alafu ukimtegemea yeye, anakupeleka kwenye machimbo ya dhahabu. Kama ulikuwa upata unaanza kupata. Kama ulikuwa biashara kwa yeye inaanza kutoka, kwa sababu yeye akikupa amani ni Mungu mwenye nguvu na uweza. Anakaa na wewe, anaenda kwenye biashara yako. Anawaondoa anazuia, anawafukuza, anawapeleka pembeni. Waliofunga mashimo yake ya dhahabu usipate, wanaanza kuondoka, kwa sababu unapoingia pale unaingia na mfalme wa amani. Hata kama kuna giza anakupa amani, hata kama hamna anakupa amani, hata kama watu wanakwambia hapa upate, ndani kuna amani. Nasema ya kwamba kipo kitu, usikate tamaa. Bwana asifiwe. Amen. Nafanya sherehe ya Krismasi kila mwaka. Nao mabadiliko. Tuko vile vile miaka yote. Tunaishia tu kula wali na pilau na kuvaa vizuri, na wengine kunywa bia nyingi, wanafikiri ni sherehe. Sherehe ni Yesu kuzaliwa ndani. Azaliwe huko ndani. Huko ndani azaliwe. Akizaliwa huko ndani anakuwa kwangu mwenyewe. Mtu mwingine hawezi kuniambia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri sisi tunakusomea kila siku amri zile, usizini, usiue, usiibe, usimshindane leo. Unafikiri kwa nini unayafanya? Hawezi kuyaacha kwa sababu Yesu hajazaliwa. Ngoja azaliwe, anakata kiu. Kwa sababu uzinzi ni kiu, ulevi ni kiu, masengenyo ni kiu, vurugu ni kiu, kila kitu ni kiu. Akizaliwa anakata. Amina. Wewe si nilikwambia mimi nilikuwa nakunywa pombe. Nilipookoka sio nikaacha na pombe.
ila nilijifariji nikasema kwa sababu na rafiki zangu nitakuwa naenda baa na kuwa nakunywa soda. Mungu alikata mguu, alikamata mguu kwenda baa. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amen. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Uwezo wa kifalme ni nguvu ya kifalme. Tunarudishiwa nguvu iliyopotea. Kwa sababu ulipoumbwa ulipewa mamlaka. Mwanzo 1:26 anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alafu anasema wakatawala. Huwezi kutawala kama sio mfalme. Nimekwambia tawala unaokuta watu kwa makanisani wanatawala, sio wachungaji lakini wanatawala. Wamepewa ufalme na Mungu mwingine. Amewapa nafasi ya kutawala. Ndio maana ukifika na kuona mkwala. Bwana mdogo umekuja hapa, uko sawa lakini hapo ukitaka ukae lazima utoe watu kama sisi. Wala sikuoni. Sikuoni wewe nani? Una mbingu ya kunipeleka wewe? Nani wewe unasema mimi nikuone? Mimi nataka nimuone Yesu, alafu na Yesu aonekane kwako wewe. Akionekana kwako wewe, wote tutakwenda njia hii moja. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kingine kinachotokea ni kuurithi. Cha tatu kinachotokea ni kuurithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Hicho ni cha tano, cha sita. Hicho ni cha sita. Wewe andika hivyo. Cha sita kinachotokea. Nami sasa nimepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema vitu vinavyotokea. Hicho cha sita kinachotokea ni kuurithi uzima wa milele. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 19:29 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi. Yesu akawakazia macho. Akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yanawezekana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kujenga imani yako. Alafu twende ule mstari pale wa 29. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba, angalia, kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Amenisikia anachokwambia? Atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Ule mstari wa mwanzo nilikusomea anasema kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini watu wengi wanazuia Yesu asizaliwe ndani ya mioyo yao? Wengi wanazuia. Kwa nini? Wengi wanazuia kwa sababu wanaogopa kupoteza mali zao. Wengi wanazuia, wanaogopa kufilisika, ndio maana hawataki Yesu azaliwe ndani ya mioyo yao. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe. Angalia haya maneno ambayo Yesu anamwambia Petro kwamba hakuna mtu aliyeacha mashamba, nyumba, mke, watoto, mali pamoja na vitu vingine vyote, anasema kwa ajili ya jina langu. Angalia anachosema, kwa ajili ya jina langu. Jina la nani? Jina la Yesu. Alafu na kwa ajili ya nini? Na kwa ajili ya Injili. Hakuna. Anasema atapokea mara 100 katika ulimwengu huu na katika ule ujao. Kwa hiyo Mungu hajawazuia watu wasio na mali, hajawazuia watu wasio matajiri, hajawazuia. Unanisikia ninachokwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachokataa ni kuangalia vitu kuliko kumwangalia yeye. Wengi wanaangalia vitu vyao, na ndio maana unaona katika mji kama huu watu hawawezi kuja kanisani kwa sababu wanafikiri wakikosa kuchimba siku moja watakosa dhahabu. Watu hawawezi kuja kanisani, wanafungua maduka yao kwa sababu wanafikiri kwamba wakija huku maduka yao wateja hawatakwenda. Nisikilize nikwambie, anasema kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili atapokea mara 100. Ukikaa na Yesu akizaliwa kwako, nisikilize, wateja wako wote anawazuia namna hii. Anasema huyu mtumishi wangu amekwenda kunitumikia, kwa hiyo tulieni hapa. Atakaporudi akifungua duka lake saa ile ukifungua anawasukuma, wanaanza kuja mmoja baada ya mwingine, wanaanza kuja. Nenda kacheke hata wewe duka lako Jumapili unaacha watoto wanauza, wewe unakuja kanisani. Mmenisikia anachokwambia? Akacheke nenda. Hujamwachia mtu duka lake. Si unaachia wajukuu.
Nyinyi mnakuja kwa sababu mnajua nyinyi mmekaribia kufa. Kwa hiyo mkija nini mzigo, mnasema hizo watoto wanachelewa kufa. Lete watoto kanisani, usiwache kwenye maduka. Amina. Unaacha watoto nyumbani wauze duka. Unaacha watoto nyumbani wachochee maharage. Na nayaombea katika jina la Yesu maharage yaungue, na waliofungua maduka leo katika jina la Yesu leo hawatauza siku nzima mpaka sikukuu iishe katika jina la Yesu. Na nimetamka hakuna kuuza leo. Nimesema katika madhabahu hii, yeyote ambaye ameacha duka wazi ajaje hapa leo auze. Amina. Wale siku ile nilisema, niliwaambia umeme utakatika. Ulikatika huko katika. Nilisema leo Simba anacheza, naomba umeme ukatike, na ulikatika. Na Simba alifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ngoja nikwambie hivi, kama Yesu akizaliwa ndani, na wewe unamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, biashara yako ataipigania na kuilinda. Wateja wako atawazuia, atawashikilia mpaka wewe unapoenda kufungua. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwana wa kifalme, wewe ni mfalme, ni mtoto wa Mungu. Wewe amekupa nani? Urithi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo akikupa urithi, anasimama pale kwenye biashara yako, yeye mwenyewe anakaa pale, anasema mwanangu ameenda kunitumikia. Kwa hiyo kama ameenda kunitumikia, wateja tulieni kwanza, tulieni kwanza, tulieni kwanza, alafu ghafla ukifungua anawarudisha wale wateja. Amina. Na wewe unafikiri kwa nini watu wengi wanachenda kununua sadaka? Hawamwamini Yesu. Ila anaweza akaonga hata $500. Haimsumbui. Sema stanisha kiwiliwili. Na anafurahia kabisa. Tena anaweza akaomba samahani kwa Hawala. Kwa mke wake hajawahi omba samahani. Hajawahi. Hawala akifika tena anapiga na magoti. Unajua dadi. Kipindi hiki kidogo ni kigumu. Acha ujinga wewe. Wewe ni mjinga na wazimu kabisa wewe. Mwanamume na akili zako unakwenda kupiga magoti kwa Hawala, anakupa nini? Tena unatetemeka kabisa. Unaafu inawezekana mke wako ni mzuri kuliko wewe uliokuwa naye. Amina. Ila umeshikwa nafsi na akili zako zimefika huko. Sema tupone baba. Kija kanisani hapa. Acha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii ndio shida ambayo kanisa linakabiliana nayo. Watu hawataki kumpa nafasi Yesu. Na ndio maana ukienda makanisani tunakuwa na vurugu nyingi kweli. Tunakuwa na vurugu nyingi kweli. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hana nafasi. Hajazaliwa, lakini wanasherehekea Krismasi, wanafanya kila kitu. Vurugu haziishi. Anasema hivi, ngoja nirudie. Anasema hivi, na kila mtu, nisikilize maneno haya, aliacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Unafikiri uzima wa milele unalishi saa hizi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Inawezekana wengine kimwa moyo anaomba huyu jamaa. Amen mtu mpaka muokoke. Mpaka muokoke. Nilisikia anachokwambia. Tunatamani kuwa na kanisa lenye uhai. Ile dhana ya kusema makongo ya kukariki tunaifuta katika jina la Yesu. Tunataka watu wakae, tunataka watu waone Yesu, tunataka watu waabudu Mungu wakija hapa. Sio kuona watu fulani wamekaa. No. Tunataka watu wakija hapa wanamuona Yesu, wanaondoka hapa wamepokea baraka za Mungu, wamepokea uponyaji, wamefunguliwa. Huyo ndio Yesu tunayemtaka. Hatutaki kanisa lenye vurugu. Makongo ya kukariki huko kariki wapi? Mbona shetani anataka tutakaa hapo mpaka kieleweke. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tande. Unakuwa mtoto wa Mungu. Unakuwa mtoto wa Mungu. Yohana 1:11-12 anasema hivi, alikuja kwake wala hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika
Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Unakuwa mtoto wa Mungu. Hili ni jambo jingine tunalipata Yesu anapozaliwa mioyoni mwetu. Tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Unanisikia? Watoto wa Mungu lazima wafanane. Hata kutembea kwao unajua wao ni watoto wa Mungu. Hata kuongea kwao unajua wao ni watoto wa Mungu. Hatutaki tu watoto wa Mungu hivi. Yesu anapozaliwa anaturudishia nafasi ya Mungu kwa baba yetu. Akizaliwa ndani ya moyo wako, akizaliwa ndani ya moyo wangu, Yesu anafanyika kwa mfalme, alafu mimi ananifanya kwa mwana. Ndio Biblia inaposema, kasome Yohana hiyo 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Waliompokea wapi? Unafikiri unaenda kumpokea Yesu stendi? Unampokea moyoni. Amina. Yesu akajistendi hata siku moja. Wala hana begi la kutembelea. Pokea Yesu moyoni mwako. Takushangaa sana nikuona umekaa kanisani miaka mingi. Lakini Yesu ana nafasi. Takushangaa kuliko unavyofikiri. Na wala supanga haya mahubiri na yamekuja hapa. Amina. Maana nisikia ninachokwambia. Haya yamekuja hapa wala supanga. Unafanyika kwa mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu hawezi kuloga kizembe tu. Eti Kristo mtu anakuloga, aje mtu ajaribu kuniloga aone. Ninakwambia. Mama yangu anapiga kelele sana, anasema usiseme hivyo, naambia mama, Yesu ni Bwana. Amen. Yesu ni Bwana. Unanisikia? Kacheki wewe mama, bwana wako akiwa na hela, unajisikiaje? Hata mwendo wako unabadilika. Si ndio? Kwa sababu unajua mume wangu ana hela, unafikiri hela ni ulinzi. Tende. Na ukiingia mwenyewe kwenye gari, wamama wao wanachelewaga kama tuna safari. Tukiwa na gari hata kama milango miwili, mama ukiwa na gari kama yako, anasikia fahari na anatamani mpite mtaani ili watu wengine waone kwamba sasa tuna gari. Utamwona mwenyewe anakuja hata kama kake. Alafu anarudi tena, vero, nimesahau tege, lete. Analeta, anasogea karibu na mlango ili watu tu majirani waone. Anasema, nimesahau mtandio, nilete ili watu tu waone. Watu wakinunua magari. Bwana mwemwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitawashwa hata kama alina safari. Linaunguruma. Na majina ya kuita wake zetu yanabadilika. Hauiti tena mke, unaita wife. Wife. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukifanyika watoto wa Mungu, na nisikia anachokwambia, ulinzi unakuwa imara. Hauwezi kurogwa ovyo ovyo kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu harogwi. Mimi nisikia mtu wa Mungu anachokwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautalala tena na ilizi, hautalala tena na tunguli, hautakuwa na mazindiko tena ya kuchimbia kwenye kona za nyumba. Wewe utakuwa na Yesu, damu yake itakulinda, itanena mema. Yeye mwenyewe atakupigania kwa sababu wewe ni mtoto wake. Unaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili. Vile nilikwambia vitu vinavyotokea. Hii ni jambo la pili. Na nisikia. Jambo la pili. Jambo la pili, watu wa Mungu tupendane. Sio mimi nimesema. Kipindi hiki Yesu amezaliwa, tupendane. Biblia inasema upendo ustiri wingi wa dhambi. Mmenisikia watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Ngoja tusome maneno haya ambayo amesoma hapa mwalimu wangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 7 tusome mpaka ule wa 10. Wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo linatoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa moja ya Mungu wetu ni upendo. Mungu sifa yake kubwa ni upendo. Na ni Mungu wa amani. Ukiona mahali pana machafuko, Mungu hayo. Akasomeni kwenye Biblia. Biblia inasema hivi, kwa maana Mungu wetu sio Mungu wa machafuko. Yakitokea machafuko kanisa, Mungu hayo. Mko hiyo hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yohana ile 3:16
16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee. Christmas hii watu wa Mungu itupe kupendana. Mnanisikia? Kama kanisa itupe kupendana. Sisi ni watoto wa baba mmoja. Baba yetu ni Mungu. Mnanisikia? Na ndio maana kanisani hakuna kabila. Ninyi mnaitwa Wakristo. Ukabila unatokea wapi? Mmenisikia watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Itupe kupendana. Kama una moyo kumsaidia mtu, msaidie kwa moyo. Usimsaidie alafu ukaja kwa msimamo. Kama una moyo wa kumsaidia, wewe kijana wa kiume, unataka kumsaidia yule dada, usimsaidie yule dada kwa ajili ya kutaka mwili wako. Huo sio upendo, hiyo ni tamaa. Na vijana wakikukuta una vizio vimesimama, basi utapendwa kweli. Utafikiri unapendwa, kumbe unaongopewa. Dada, leo unajua bwana ukitembea bwana naona vizuri kweli. Unaona gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ukienda makanisani, Wakristo wanakuta Mkristo kwa Mkristo hawaongei, wana chuki, wana hasira, wanakasiriana, wamekasirikiana, na unaweza kukuta wengine wanaimba kwaya moja lakini hawaongei. Bwana asifiwe. Nikiwakuta kwenye kwaya nitawaita kwa badilishi. Mkishindo wote inabidi mwache kwaya mkae pembeni. Hapa sio mahali pa kumwabudu shetani, hapa ni mahali pa kumwabudu Mungu. Mnapaswa kutengeneza. Lazima tuchukuliane, lazima tusameheane. Sisi ni wanadamu, tuna udhaifu, upendo usitiri wingi wa dhambi. Amen. Unaenda kanisani kama mimi hapa na kwaya mbili, unafikiri pale utafikiri Simba na Yanga. Kwaya hii na hii unakuta hazielewani. Yaani hazielewani, unakuta haziwezi kukaa pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Na kuanzia mwakani kwaya zote zitatumia vyombo kwa pamoja. Amina. Kwaya zote zitatumia vyombo kwa pamoja. Hakuna mtu kuniambia hivi ya kwake, hivi ni vya fulani. Vyote tutatumia vyombo pamoja. Katibu yuko hapa. Vikiungua mwambieni katibu, ila msiongoze makusudi. Amina. Na atakayeongoza makusudi nitamjua. Amen. Tunataka kuondoa dhana ya makundi kanisani. Tunataka kulitengeneza kanisa liwe moja. Twende pamoja, tufanane mwendo wetu, tuwe na lugha moja, tukae pamoja. Tukisema tunajenga. Na nisikia, tukisema mwaka huu ni zamu ya kununua vyombo, ni zamu ya kuwasaidia Ebeneza, tunawasaidia. Tukisema mwaka huu ni zamu ya kuwasaidia hekima, tunawasaidia. Tuwe na lugha hii. Mmenisikia anachowaambia? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwisho namaliza. Mwisho kabisa, unampelekea nini mtoto Yesu aliyezaliwa? Jiulize tu kwenye moyo wako, unampelekea nini mtoto Yesu aliyezaliwa? Kule duniani mtu akizaliwa, sasa nyinyi mliosoma Kiingereza sijui mnasema neno linaitwa birthday. Happy au birthday. Inaanza happy, alafu inamalizia haiwezi kwa birthday. Kule tunapelekaga zawadi. Na kama sisi wanaume ndio unakuta demu wako siku yake ya kuzaliwa, unajipanga vya kutosha. Maka wengine tunamwaga na mahawala mpaka wake zetu wanajua. Unajua atajuaje? Yeye hajui kama hawala. Wewe kila saa ukikaa usiku unamtaja. Mwana mama Felo. Joyce. Wewe mjumbe Joyce anauza nini pale bwana? Ukiona namtaja mara kwa mara. Yo mchepuko. Kila mkikaa kamtaja. Naangalia mpira. Joyce hapa. Kumbe mayele. Kamtaja, unajua kabisa. Unajua hii ngoma hii. Jamaa anajilaza. Utaarifiwa mpaka najua bwana ni siku yake ya kuzaliwa bwana. Sasa twende usiwaje tuone karibu, unaenda kwa mke mwenzio. Wewe unafikiri mko naye karibu, kumbe mwenzio kakuolia mke wa pili bila wewe unajua.
Na zawadi mnapeleka nyingi kabisa, ni mnamtunza wenyewe. Na wewe mama ndio ule kwa sababu uko gizani hujui, unachukua na mwenyewe akikanga hapo unamfunika moyoni, anasema na kuibia. Bwana asifiwe. Amina. Unampelekea nini mtoto Yesu aliyezaliwa? Unampelekea nini? Ngoja tusome kwenye Biblia. Ngoja tusome. Tunamaliza sasa hivi. Hamna haraka. Mtakula tu wao, wala msio na hofu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mathayo 2 mstari ule wa 11. Mathayo 2 mstari ule wa 11. Tuanze wa 10. Nao walipoiona ile nyota walifurahi. Furaha kubwa mno. Wa 11 anasema wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka, wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Hivi vitu vinavyotajwa hapo, tunu, dhahabu na uvumba na manemane, ni vitu vya thamani kuliko unavyofikiria wewe. Hivyo vitu vinavyotajwa hapo, wewe unampelekea nini huyo Yesu aliyezaliwa? Unampelekea nini? Unampelekea nini? Kuna watu wanaweza kumpelekea mpaka Yesu shilingi 100, na ni mtu mzima kabisa. Mtu mzima kabisa, haoni hata aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unampelekea nini? Mtoto Yesu aliyezaliwa. Unampelekea nini? Hebu sisi tuliokoka tunajua kwamba mapito niliyopita, nimehangaika sana, sikupata msaada. Nilipoenda kwa Yesu nikapata msaada. Usije ukafikiri naenda kwa Yesu kiregelege. Nikienda kwa Yesu ninajiachia. Najua kabisa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na nisikia ninachokwambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ni sikukuu ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi aliyeniokoa mimi, aliyekuokoa wewe. Umejiandaa vizuri, kula vizuri na kuvaa vizuri, lakini ulijiandaa kumtolea Yesu sadaka. Hujajiandaa. Haujajiandaa. Bwana asifiwe. Haujajiandaa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Angalia hawa walienda kumuona mtoto Yesu aliyezaliwa. Walienda na uvumba, manemane na dhahabu. Hivi ni vitu vya thamani. Sasa Wakristo wengi sana ukiwaambia juu ya sadaka, wao akili yao na fahamu zao wanajua mchungaji anatuhamasisha ili apate hela ya kula. Ngoja nikwambie, Mungu ana njia zake za kutunza watumishi, nyinyi hamjui. Nyinyi mnaweza msimtunze mtumishi, Mungu akamtunza. Mnanisikia anachoambia? Anaweza akamuinulia mtu hata wa imani nyingine, Mungu alimsumbue. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niseme ushuhuda huu hata kama atanisikia. Ushuhuda wa baba Askofu Rugendo. Aliwahi kwenda Mwimbili wakati huo akiwa kijana. Palikuwa na chapel pale. Ndipo lile kanisa mpaka leo. Yeye alikuwa mchungaji pale. Lile kanisa halina watu. Pale palikuwa hamna sadaka. Alikuwa anatunzwa na mtu wa dhehebu la Sabato. Kila mwezi yule mkurugenzi akienda dukani kununua mahitaji yake, ananunua na ya baba askofu. Wakati ule akiwa mchungaji, ananunua vile vitu. Ananunua na lile kapu anabeba kwenye kapu lake, alafu anaenda anampelekea nyumbani kwake. Anamwambia mchungaji, na wewe. Hakutunzwa na Waanglikana. Alitunzwa na nani? Alitunzwa na Msabato, mtu wa dhehebu jingine kabisa. Bwana asifiwe. Aliyenisaidia mimi kujenga nyumba sio Mkristo, ni Muislamu. Mke wangu yuko hapa sasa. Sio Mkristo, ni Muislamu kabisa. Na aliniambia hivi, nakusaidia mpaka kupiga bati. Na aliponisaidia mpaka kupiga bati, nilipopiga bati akafa. Na alinisaidia sio kwamba sijaokoka, nikiwa nimeokoka. Nilipopiga bati akafa. Na aliniambia nataka niende nikaone hapo unapojenga, usije kanidanganya. Nikamchukua tukaenda mpaka pale.
akaiona. Akasema mimi nitakusaidia mpaka kupiga bati. Tumemaliza kupiga bati tu. Napiga tu bati, akafa. Namaliza tu, akafa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwafundishe ninyi mahusiano yenu na Mungu. Na nisikie. Mahusiano yako na Mungu yawe ya kwanza. Mahusiano yako na mchungaji yawe ya pili. Sijui mnanielewa ninachowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walijua thamani ya Yesu. Pale mwanzo nimeambia Wakristo wengi hatujui thamani ya Yesu, hatujui. Sisi tuliopita kwenye magonjwa, sisi tuliopita kwenye mafarakano, sisi tuliopita kwenye vita, sisi tuliopita kwenye kukataliwa, tunaijua thamani ya Yesu. Ndio maana